Basi kwambia mtu kitu, mshikaji wangu, tuko tu Asnas Studio kwa mara nyingine tena. Wewe unaelewa, ukishaona chama kama hivi limekamilika, wewe unajua kabisa hapa lazima watu waumie tu, mzee wangu, lazima watu waumie. Chama langu wazee wa kudebelesha, upande wangu wa kushoto niko na Azma Mponda, alafu niko mie mwenyewe JR Junior, Samuel Love wa kienyeji, my brother. Na Said, Samuel, kwanza mambo vipi? Fresh kabisa. Zuka. Kwa kifupi nimeleta hip hop singeli. Kwa kifupi nimeleta hip hop singeli. Lazima mtachana kwenye midundo yangu. Asante. Tunachanganya hip hop singeli na kolabo ya kwanza kabisa Maalim Nashi kutoka Chamazi Bamia umo kwenye hiyo track, na ndio utafungua verse ya kwanza, utachagua wanao, au sio bwana? Na intro utapiga Jabir Saleh Kuvichaka, sio verse nyingine zaidi yupo, yani ni unyama. Asante. Zaidi vipi mshikaji wangu? Nimefurahi sana kumuona Zaid kwa sababu mara mwisho tumezungumza naye alikuwa yuko nje ya mkoa, lakini leo tumekutana tena na umekuja Asnas hapa. Najua umeingia kwenye Masaki, unaambia nini wanao kuhusiana na ambacho umekifanya? Bwana, hip hop is back, hip hop is always here. Kwa sababu muda mrefu sana watu wamemiss makolabo toka enzi ya hatuwezi nini. Sasa hivi kiprofessional zaidi, watu wategemea kibao. Bwana Azma amefanya kitu kikubwa sana, tunashukuru sana. Tuko kwenye mavesi yanayofuata. Wanangu wa suti nyekundu, msinibisi tena. Kwenye tope na timu Kavumbi. Asante. Bwana, Azma kama kawaida mimi hupenda sana kumweka mwisho mwanangu, kwa sababu siku zote huwa sijai kumaliza kuzungumza na Azma. My brother, mambo vipi? Poa kabisa bro. Kuhusiana na feedback ya hiki ambacho kimeshafanyika kwenye hizi ngoma mbili, nadhani itakuwa bora sana ukizungumza, maana naona wadau YouTube na maeneo mengine mtaani wanazungumza sana kuhusiana na Asnas Link na vitu vingine kama hivi. Mimi nashukuru kabisa, mapokeo yamekuwa ni makubwa kuliko hata vile ambavyo tulikuwa tunategemea. Mapokeo yamekuwa ni makubwa na watu wanahitaji zaidi, kuna watu wanahitajika. Nafikiri ni vizuri ambao wanahitajika wakisikiliza matakwa ya mashabiki wao, na kwa wale ambao hawaja participate na wanahitaji kuparticipate wanaweza kutucheki. Still bado milango iko wazi, kwa sababu tunaanza na zone ya kwenda East Africa. Tunaanza kuchanganya sasa na wasanii wa Kenya na Uganda. Kwa hiyo ukipata nafasi, karibu sana Asnas, na tuendelee kusupport, na nafikiri baada ya Ramadhani tutaendelea na kushusha mawe. Hivi huu umoja ambao tunautengeneza utahusisha muziki tu, au kulikuwa kuna na hizo tour za kutembeleana kwenda kufanya matamasha, au kama ni collab kwenda kufanya vitu cyphers huko? Mipango yetu ya baadaye ni kwamba tuwe na ushirikiano wote, waweze kutoka wasanii waende wakaperform Zambia, waweze kutoka wasanii Zambia waje kuperform Tanzania, watoke waende kuperform Malawi. Kwa hiyo tunataka tutengeneze that kind of relationship. Kwa hiyo ni kutengeneza mahusiano ya kibiashara baina ya nchi zote hizi ambazo tuko huko. Nafikiri ikishaanza na collaboration, nyimbo zikianza kupigwa kwao na kupigwa kwetu, is easy kwenye kuingia huko. Video nyingine tunaweza tukaamua tukaenda kushoot labda kwao, ukienda lazima ukafanya media tour, sababu na wenyeji. Na furahi kabisa tumeshaanza kupata watu wengi sana, kwa mfano kama Uganda, shout out kwa Babaruku na watu wengine wengi ambao wako hapa, kina brother Navio wote, shout out kwa Kenya, shout out kwa my brother Kaka Sungura, kwa kina Kala Moto Kiumbe, wakina Somo, wakina K4 K-Force na my brothers wengine wote. Na hakika this is the time kwa Zambia na Rwanda, na washukuru majina yao kidogo hayajanikaa, lakini I'm happy kuona tunaenda kuiunganisha East Africa na huku kusini kwa kupitia muziki. Very nice. Bana, sasa hii movement ni kubwa katika level hiyo. Sasa kwa sababu kienyeji brand ndo kashaanza kugusagusa kuhusiana na wanangu wa singeli, kukutana na washikaji zangu wa hip hop. Nilimwona pia KRS-One kuna kipindi alisema kwamba Zaidi unaweza kunisaidia pia. Alisema kwamba anaanza kufanya tour Africa kwa ajili ya kutafuta midundo ile ambayo iko fused na traditional taste ya Africa. Kaibata. Kama kweli anatafuta midundo yenye Kaibata sasa. Midundo ipo. Au unasemaje? Tatizo mtaelewana. Tunaelewana. Kuna watu Mwenyezi Mungu kawanyima kauli hawazungumzi na tunaongea nao. Kuna mtu kipofu na anatembea. Sasa tutashindwa sisi kuzungumza na wanyama hizi. Kama kawaida. Kwa hiyo ipo bana. Kuna hiyo, ndio maana naona pia
Singeli ndo hiyo sound hiyo. Alafu mablaza washatuonesha njia kama kina Prof Abitulinga. Zaidi mimi natamani sana kusikia pia kwenye hiyo midundo hiyo. Nimemwahidi kadhaa anajua. Ya anajua wewe mwana familia. Na Dude na Msaga Sumu na nani yule Dani Shibalana na kama nani hivi. Anazo. Nyingi zimekaa tu. Yaani ndio ukimwambia zaidi atoa album anayo. Ya Singeli. Zaidi mtu hatari kabisa. Hasa utakaa kwenye midundo yao au tuachie wanangu hapa hii. Afrika inatakiwa fusion, tunataka tu promote African music kabisa. Kwa kama kuna possibility ya kutengeneza fusion ya sound yetu ambayo ikawa mixed na hip hop, it's all good. Mimi kwanza nimefurahi my brother Samia umekuja. Mara nyingi hapo umefika tunapishana lakini nimefurahi leo tumeonana na hakika mimi nataka cha kwanza tukamilishe project ya Singeli na hip hop Singeli. Hip hop hiyo Singeli. Na ndio maana nimesema katika hiyo project verse ya kwanza nafungua Maalim Nashi. Ndio mtu ambaye nimeiomba verse yake muda mrefu. Maalim anafungua pale. Alafu anayefuata atachagua yeye mwenyewe pia Maalim. Sawa. Umeelewa sio? Alafu na vipi mzaa? Wote ndani huko. Yaani huko akosi mtu. Hip hop Singeli. Atakuja kulikurupusha hip hop Singeli ili close ndio tutaanza kupoteana. Bora tufanye wenyewe kwanza. Kwa sema Sima tunaanza upya. Noma kabisa. Bana hiyo imekaa hivyo. Kwa hiyo ichukue kama ambavyo tumekuelekeza. In the meantime stay tuned. Aznas Studio, Aznas music kama kawaida, chimbo la hepa. Mimi naitwa Watan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flavor. Big up sana kwa Zaid, big up sana kwa Samuel Love wa Kenya, big up sana kwa Azma Mponda, big up sana kwa Man DVD by the way. Tuko naye nyuma kwa nadebedesha Maskuzi mwenyewe yuko kwenye kamera pale. Ni hip hop Singeli.